Karibu sana mtazamaji ambaye umekuwa ukiendelea kutufuatilia katika kipindi hiki cha Amka Tumsifu Mungu. Imani yangu ya kwamba uko na afya njema, na siku ya leo ni siku ya baraka tele ambapo Mungu ameweza kutupatia kibali kwa mara nyingine tena kuiona nuru hii ya asubuhi. Kuanzia alfajiri katika kipindi hiki cha Amka Tumsifu Mungu kwa nyimbo ambazo umeweza kuzisikiliza, kiukweli siku ambayo ni siku ya pekee kabisa, siku ya Jumapili, wengine wakiwa wameenda katika ibada, wengine wakiwa nyumbani. Imani yangu ya kwamba umeweza kubarikiwa sana, japo tumechelewa lakini bado mambo hajaweza kuharibika. Nikukaribisha sana katika kipindi hiki ambapo pia utakuwa nami mtangazaji wako kuanzia mwanzo hadi kufika hapo tamati, Andrea Amos Masanja, tukiangazia mambo mbalimbali katika kipindi hiki cha Amka Tumsifu Mungu, ambapo ni kipindi kinachokusogeza karibu sana kuwafahamu watu ambao wameweza kujitoa kufanya kazi ya Bwana na kuhakikisha kila mmoja anabarikiwa zaidi. Lakini siku hii ya pekee kabisa tumeweza kuwa na ugeni mzito ama ugeni mzuri kabisa hapa studio, na huyu si mwingine, ni mmoja kati ya waimbaji ambao wanafanya vizuri sana kupitia mitandao ya kijamii. Jina lake anaitwa Happy Mbuya. Nimekuwa nikimfuatilia kwa karibu sana kwa namna jinsi anavyoeneza kazi ya Bwana kwa njia ya uimbaji. Licha ya uimbaji bado ni mfanyabiashara, lakini anasema kwamba yeye ameamua kujikita zaidi kumtanguliza Yesu Bwana na kufanya kazi yake, ambapo kila mmoja anatamani kuwa hivyo. Lakini pia kalama na kipaji alicho nacho Mungu ameweza kumwezesha, pia ana uwezo pia wa kuwa mchungaji, na mimi sikuweza kukaa kizembe Bwana, nikaamua nimtafute ili niwe naye hapa studio na kufahamu mengi zaidi kutoka kwake katika kipindi hiki cha Amka Tumsifu Mungu. Nipende kukaribisha tu, na kwa yule ambaye mdau ambaye unatufuatilia zaidi, endelea kuwa nasi kuanzia sasa hadi fikapo tamati. Karibu sana, na moja kwa moja sasa tunaungana naye. Karibu sana. Asante sana. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Safari yako ilikuwaje kutoka kule ulikotoka hadi kufika hapa? Ilikuwa nzuri, tunamshukuru Mungu. Ndio. Nimekuja vizuri. Si unajua kuna nao safiri wanafika wamekufa, unafika wamepata changamoto barabara, lakini mimi nimefika salama. Namshukuru Mungu. Sawa kabisa. Ndio. Nipende kukukaribisha, na hata pia kwa wale watazamaji ambao wanakutazama. Mimi ninakufahamu kama Happy Mbuya kwa sababu nimekuwa nikikufuatilia kwa karibu sana kwa nyimbo zako nyingi ambazo umekuwa ukizitoa. Karibu tueleze sasa kwa majina yako kiundani zaidi kwa wale pia watazamaji ambao wanahitaji kufahamu zaidi. Asante sana. Kwa majina yangu naitwa Happy Mbuya. Hilo ndio jina langu kubwa kwenye utumishi, na ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, lakini pia ni mfanyabiashara, ni mama wa familia, wa mume mmoja na watoto 3. Namtumikia Mungu kwa njia nyingi, uimbaji, lakini pia siku hizi ninahubiri. Ninafanya kazi ya Mungu kwa namna hiyo. Hongera sana. Na chochote kile ambacho mtazamaji unapokuwa unakianza, ni lazima tuanze na kujikabidhi miguuni pake Yesu Kristo. Karibu sana Happy Mbuya. Kabla tujaingia kiundani zaidi kuhusiana na kazi yako ambayo unaifanya, kazi ya uinjilisti Bwana hii, na natamani pia tufungue kipindi hiki kwa maombi ili kila mtazamaji ambaye anatutazama aweze kubarikiwa zaidi. Karibu sana. Safi sana. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai, nakushukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Ninakushukuru kwa ajili ya kila mmoja ambaye kwa muda huu yupo katika kipindi hiki na kutufuatilia. Ninaomba Mungu, tunapoenda kufanya kipindi hiki, watu hao waende wakajifunze kitu juu ya ufalme wako Mungu uliye hai. Nakushukuru Mungu hata kwa ajili ya taasisi hii ya Star TV, na kuomba Mungu kazidi kuwazidishia ufunuo mbalimbali juu ya kazi yako Bwana. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai, nikikabidhi kila kitu mikononi mwako, kwa kuwa ninaamini kila kilichoko ndani ya mikono yako siku zote kina usalama. Ninaenda kuomba yote na kuamini. Amen. Amen. Na mtazamaji, kama unavyotazama ndivyo hivyo tunaenda kuanza, ambapo pia tutakuwa na sehemu mbili. Sehemu ya kwanza tutakuwa na mahojiano na dadangu hapa
na pia na moja kati ya uimbaji ambao wanafanya vizuri, na sehemu ya pili tutakuwa na mjadala wa mada mbalimbali ambazo tunakuwa tunaziandaa kupitia kipindi hiki cha Amka Tumsifu Mungu, kuhakikisha kwamba unaendelea kubarikiwa zaidi, ambapo kupitia nambari hizo za simu pia unaweza ukatuma ujumbe wako kwa kile ambacho tutakuwa nacho leo katika mahojiano haya na moja kati ya uimbaji ambao wako vizuri bwana, kupitia mitandao ya kijamii. Lakini sio mitandao ya kijamii pia, jina lake limekuwa ni jina tajwa kila mmoja. Nimekuwa nikipita Happy Mbuya, nimekuwa nikikufuatilia na kila mmoja analitaja jina lako Happy Mbuya, Happy Mbuya. Kwa nini Happy Mbuya umekuwa ukifanya vizuri sana na jina lako limekuwa likitajwa kila mahali? Tukifahamu ya kwamba wewe ni mfanyabiashara na pia ni mwimbaji, lakini licha uimbaji pia ni mwinjilisti. Na imani ulindokeza unatamani kuwa mchungaji siku moja. Hapana, sidhani kama na hiyo karama ya uchungaji exactly, japo sometimes inatokea. Lakini ni kazi ambayo naifanya. Na nafikiri watu wanakuwa wakilitaja jina langu wengi kwa sababu nimekuwa nikiwa na support kwa ukubwa sana kazi ya Mungu kwenye makanisa mbalimbali, waimbaji wenzangu. Kama kuna mahali nafikiri kwamba support inahitajika na iko ndani ya uwezo wangu, nimejitahidi kufanya hivyo, maana ni moja ya huduma yangu. Unajua kusupport mtu ni huduma, si kwa sababu una hela nyingi, si kwa sababu una uwezo. Wapo wenye uwezo mkubwa lakini hawafanyi hivyo, si ndio? Kwa kusupport ni huduma. Lakini pia nafikiri kwa ajili ya ushauri wamekuwa wakinifuata watu mbalimbali. Mtu anakuambia mimi nataka nianze kumtumikia Mungu, dada, nianze wapi? Kwa hiyo nimekuwa nikiwashauri. Kuna wachache hata nimejaribu kuwarekodia nyimbo na ninawapa support, wanaenda studio. Nafikiri ni kwa yale machache mema ambayo nimekuwa nikijaribu kuyafanya, na jumbe ambazo zimekuwa zikibeba, yaani nyimbo zangu zinachukua ujumbe mzito sana kwenye jamii, ambapo mtu akisikiliza kuna kitu kina kliki. Wakati mwingine wananipigia simu, anauliza huu ujumbe huu ulikao kafikiria nini mtumishi? Kwa hiyo ninamshukuru Mungu kwa kuwa kuna namna moja au nyingine nimegusa jamii na nimewafanya watu wakageuka kule walikokuwa, wakahamia upande wa pili wa nuru. Amina. Kwa namna nitazama kwenye YouTube una takribani kama nyimbo 10 na hivi. 10 na nyingi ambazo nimezitazama ni audio. Lakini kabla tujafika huko, huyu Happy Mbuya ni nani hasa katika kazi ya Bwana? Happy Mbuya kama nilivyokuambia ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, lakini nina karama tofauti. Si unajua kwenye utumishi kuna karama. Kuna mtu ni mwimbaji lakini ana karama ya uinjilisti, ni mhubiri, mimi pia ni mwalimu, lakini ni muonaji. Mimi naweza nikakaa sehemu nikaona kitu, na hiyo neema Mungu amenipa ya kuona katika roho. Kwa hiyo ile uonaji kuna wakati mwingine wengine wanasema ni unabii, lakini uonaji naona ni karama ambayo kila mtu anayo. Ile tu umeshakuwa na Roho Mtakatifu, hata wewe unaweza ukaona tu. Ni mradi tuwe mwaminifu kwa Mungu na anaweza akazungumza na wewe wakati wote. Sawa. Shukrani sana. Kwanza ninakupa pongezi kwa namna jinsi unavyojitoa kufanya kazi ya Bwana. Ni wachache wanasema, ni wachache. Kitu cha pekee kabisa kwa watazamaji pia ambacho tunatamani tukifahamu kutoka kwako, ndio kati ya nyimbo zote ambazo umezitunga mwenyewe, ndio, na pia kuna mahojiano ya kwako ambayo niliyafuatilia, kitu cha pekee ambacho nahitaji kufahamu kwako, una nyimbo nyingi na pia nimeshakutana na waimbaji wengi. Waimbaji wengi wanatunga kwa kuandika nyimbo zao kupitia daftari, notebook. Ila wewe cha pekee ambacho nimekiona kwako, unasema kwamba hauandiki, ila unavuviwa. Ukiingia studio, hata sasa tukiweka muziki wote tayari tumeshatengeneza wimbo wetu hapo. Siri ni ipi ambayo imejificha hapo? Kwa sababu kuna utofauti mkubwa sana kati ya mtu anayeandika na mtu ambaye haandiki, lakini akienda studio na anatoa wimbo mzuri kabisa.
Ya, nafikiri ni karama ambayo inakuwa ndani ya mtu. Unajua ulimwengu wa roho ni kitu cha ajabu sana. Unajua inawezekana mtu anakuwa na kipaji fulani, lakini kwa sababu hajawa na nguvu ya maombi zile karama hazifumuki. Kwa hiyo siri ni maombi. Yaani kama ukiwa ni mtu wa maombi sana, kuna namna tu unakuwa na uwezo wa kusikia katika roho. Na kuna namna unakuwa na uwezo wa kuona katika roho. Kwa mimi kuna ile neema inakuja, naweza nikasikia ujumbe umekuja na namna wanaimba. Na saa nyingine nikaona hata kabisa na malaika walivyovaa, watu wamevaa namna fulani kabisa wanaimba. Mara nyingi wanaoimbaga na mara nyingi watu wanaoimbaga na mimi naonaga ni malaika. Wamevaa mavazi fulani meupe nini, wanaimba nyimbo fulani. Kwa hiyo unakuwa umeshapata ujumbe. Saa nyingine inaweza ikaja chorus au saa nyingine ikaja verse. Hasa cha ajabu na mpaka leo sikielewi inakuaje. Nikishachukua ile verse ningeenda nayo studio, nikisimama tu zinashuka. Yaani automatically. Yaani mtu anaweza kafikiri ni muujiza, lakini hichi ni kitu ambacho mimi nimeexperience na ninaendelea kukifanya. Hata jana kuna nyimbo mpya nimetoka kuitoa studio, ilikuja kwa mfumo huo. Yaani kwa hiyo siri ambayo naweza nikawaeleza hata waimbaji wenzangu. Najua kuna walio wanaoandika lakini wanapenda na wenyewe wawe na kitu kama hicho. Siri ni maombi. Tatizo waimbaji wavivu kuomba. Na sio tu waimbaji, hata watu wengine. Yaani kuomba unajua ni kipengele. Mtu anaambiwa kuomba, anatakiwa kuomba kwa muda mfupi, lisaa hili limoja. Lakini mtu akishaomba nusu saa hoi. Anasema Baba ninakushukuru. Alafu anajifunika na mka asubuhi anasema amina. Alafu huyo ni mtumishi. Lazima ujikute tu unaandika. Na watu wanamneo mara nyingi wao wanapigwa na adui. Yaani mara nyingi anapigwa na adui. Hawezi kufika kile kiwango ama hatima ambayo Mungu amemsaidia. Sawa. Na safari yako ya muziki hadi kufika hapa ilikuwaje? Magumu uliyopitia, mafanikio ulionayo kwa sasa? Safari yangu ya muziki imekuwa na changamoto nyingi tu. Unajua kila mahali kwenye neema changamoto hazikosekani. Kwanza namna nilivyoanza kuimba, sikuwahi kufikiri. Kwanza sikuwahi kufikiri kabisa kama mimi ningekaa niimbe hata siku hii moja. Na nakumbuka zamani kabisa nikiwa mdogo kuna mchungaji mmoja huko Moshi anaitwa mchungaji Macha. Nafikiri kama ananiangalia sasa hivi atakuwa anacheka sana. Aliniambia, "Wewe ni mtumishi. Wewe nakuona ukija kuwa mwimbaji." Nikacheka sana, nikamwambia yani mimi niache kutafuta pesa. Si unajua Wachaga. Niache kutafuta pesa nikaimbe, angalia na wewe amechanganyikiwa. Wakati huo sijaokoka. Afu mtu akiniambia hivyo, afu nilikuwa nina hela. Kwa hiyo mtu akiniambia habari za kuimba, yani naona ananipotezea muda. Kwa hiyo nikaenda tu hivyo, Mungu akiwa anakutafuta, yani hautakuwa unapokuchomokea. Siku moja tu nilikuwa kwenye mkutano wa Mwakasege nafikiri. Hapo Fresham, hapa Mwanza. Mwakasege akasema, "Kuna watu wanaolalaga wanaota wanaimba. Hao watu ni watumishi wa Mungu. Hebu waje hapa mbele niwaombee." Na mimi nikaenda. Nikajua mimi ilikuwa inatokea hiyo. Yaani naota naimba ilikuwa jambo la kawaida kila siku. Naota naimba, naombea watu nafanya. Yaani kitu cha kawaida. Kwa hiyo nikaenda. Nilivyoenda nikaombewa pale, yani mambo yakawa yani karama, yani nipata nguvu kubwa ya Mungu ilinishukia. Na baada ya hapo nikaanza kujikuta nimeanza kutoa wimbo wangu wa kwanza wa Damu ya Yesu kwa namna hiyo ambayo style leo kuambia kwamba ya freestyle hivyo inakuja. Nikasema hivi kumbe watu hivyo wanaimba. Kwa hiyo ilivyotoka ule wimbo nikashangaa kitu ndani yangu, sasa ndo naanza kujua kumbe Yesu anaongeaga, kumbe Mungu anaongeaga. Kwa hiyo natakiwa niende ngarekodi. Nasikia kitu inaniambia nenda ngarekodi. Mimi ngarekodi unarekodije? Nikaanza kuuliza watu studio ni wapi, nikaenda. Kwa nikaenda from nowhere nikajikuta nimerekodi, na mwambia mchungaji wangu wa kanisani. Kilicho la sali kwa kanisa moja litoe THC kwa mchungaji Makelele, alikuwa ndo mchungaji wangu. Nilianza kusali pale. Namwambia nina nyimbo. Hii Pasaka nakuja kuimba. Alicheka kweli. Akaniambia unaimba? Hujawahi kusali, sijawahi kukuona kwaya wala praise, happy, mbuya, unaimbaje? Yeye mwenyewe alishangaa, lakini ndio ikawa hivyo. Baadaye na yeye mwenyewe akaziona zile karama. Na sijui nimetoka nje ya mada au vipi, ila najaribu kueleza ilikuwaje mpaka nikaimba.
Ndio ikawa hivyo. Sasa changamoto, maana nafikiri uliniambia pia changamoto hii, nimekueleza namna gani nilivyoanza kuimba. Kwa hiyo nilivyoanza vile kuimba vile, zikawa zinaendelea kuja nyimbo, yani mpaka sasa hivi na nyimbo kama 50 na kuendelea huko. Na ndio maana naweza nikatoa audio moja na nyimbo 9 ya nyimbo za kuabudu tu. Na nyimbo nyingi zinakuja, sio taarabu, sio za dini hizi. Yani mimi ninaamini kwenye ulimwengu wa Mungu, eti sio kwamba eti zile nyimbo nzuri, staili nzuri tu zile eti ndo za kuimba upande wa pili. No. Hata huko kwa Mungu unaweza kaimba nyimbo yenye maneno yenye nguvu ya Mungu na ukaimba, hata kama ni staili ya reggae ukaimba, hata kama ni staili ya sijui singeli ukaimba, hata kama ni staili ya nini ukaimba. Mimi staili zote hizo wanaimba. Sawa. Wimbo wako wa kwanza ambao pia baada ya mchungaji kukuambia kwamba unaweza, una kitu, ni kwako uliona kama maono. Mimi natamani nifahamu hata pia kwa mtazamaji anayetutazama kwa sasa kupitia Star TV. Wimbo wako wa kwanza ambao ulianza kutengeneza na ukaenda studio, hebu tudokizie huo wimbo ulikuwa unaitwa? Ulikuwa unaitwa Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Na uliutunga katika mazingira yapi? Siku hiyo nilikuwa ninasali nyumbani jioni nikiwa na watoto wangu. Kwa hiyo nilipokuwa nasali nikaimba wimbo wa Damu ya Yesu ile wa kawaida. Unajua Damu ya Yesu kwa aina nyingi, kila mtu ameimba kwa staili yake. Kwa hiyo tukao tunaimba wimbo kwa namna tunavyojua sisi. Ule wimbo ukabadilika. Yaani from now tunaimba tukajikuta na watoto wote, ule wimbo umebadilika, umekuwa wimbo mwingine. Alafu nikafunuliwa macho ghafla. Nikaona naimba na watu wengi, yani tu ulikuwa watoto 2 na msichana wa kazi. Nikaona tuko karibia watu 10. Lakini wengine walikuwa wamevaa nguo nyeupe. Utaona wimbo nimepost kwenye video. Tumevaa nguo fulani meupe kama makanzu, lakini yamefungwa na mkanda hapa katikati, huku ndani kuna rangi nyekundu. Ndivyo nilivyoona kwenye maono. Na ndio maana niliamua kushona hizo nguo za hivyo. Tukaimba huo wimbo. Kwa hiyo ikatokea maono ya staili hiyo, afu na nikashangaa sana. Sikuwahi kuona kitu kama hicho tokea nizaliwe. Kwa hiyo tulivyoimba tukasema leo wamekuja malaika kuimba na sisi. Mimi naongea nafikiri nimeona mimi mwenyewe, kumbe na wale watoto walikuwa ni wadogo na wenyewe wameona hivyo hivyo. Ndio mbaya kuona alikuwa msichana wa kazi tu. Kwa hiyo ndo nikasikia inaniambia nenda karekodi. Nikaenda kurekodi. Kwa hiyo naweza ngasema hichi kitu ni karama ambayo Mungu amenipa exactly. Kwa kipindi hicho ilikuwa rahisi sana kumsikia Mungu akiongea, nyimbo ikiimba nasikia kabisa kwa masikio ya kwangu hivi. Lakini unavyoendelea kuishi upako wa kwanza, yani huo ndio ukweli uliopo. Upako wa kwanza wa muimbaji yoyote ambaye amepewa nyimbo karama na Mungu au mchungaji au nani, anapoanza anakuwa na nguvu kubwa sana kuliko huko anakoendelea. Kwa mimi nikijiangalia sasa hivi, hata wakati mwingine nikijipima, natamani ile nguvu ya mwanzo ambayo hata sijui nitafanyaje irudi. Sawa. Na baada na hapo ni mchungaji alikuwa tayari ameshakwambia kwamba una kitu. Aliniambia zamani nikiwa mtoto. Ukiwa mtoto? Kabisa huyo mchungaji nilikwambia alikuwa huko Moshi, mimi ni Mchaga, niko mtoto wa Moshi. Aliniambia nikiwa mdogo sana, afu nikamcheka kweli. Kwa hiyo mimi sikuwahi kufikiria kama ningekuja kuimba, mpaka nikuja kuimba hiyo. Maono haya ulikuja kuyatimiza, umeshatoka Arusha huko? Nimeshatoka Arusha, nimeshaolewa, niko na biashara zangu. Lakini nikawa nimepitia changamoto hapa katikati ambazo zilikuwa za kiuchumi na nini, mambo mengi yalitokea, lakini yale mambo yalikuwa ni katika kunikimbiza niende kumtafuta Mungu na nikisimame kwenye wokovu. Sawa kabisa. Kwa hiyo nikawa nimeshaanza kwenda kwenye makanisa ya wokovu, maana mimi nilikuwa Katoliki. Kwa hiyo nikawa nimeenda wokovu kule kwenye wokovu. Ndio nikaanza kuona hizo spirit zinazonijaza hivyo. Waimbaji wengi kwa namna jinsi ninavyofahamu mimi binafsi, wengi wao wanaanza kupitia praise team, na wengine unakuta ametoka kwenye jopo kubwa la waimbaji kanisani, mmoja anatoka anaanza kuimba, mwingine unaweza kukuta ni soloist. Yeah. Na mmoja anatoka anakuwa mwimbaji binafsi. Kwako wewe hii hali ilikujaje? Je, ulitoka katika makundi haya ambayo nimeyataja, ama
Ni vile ulivyokuwa umetabiriwa na mchungaji kama unabii na ukatimia binafsi bila kupita katika makundi ambayo nimeyataja? Kwa kweli sikuwahi, niwe tu mkweli. Sikuwahi kuimba praise. Kwanza mfumo wa maisha yangu mimi ni ubizi. Kwa sababu nakumbuka nilikuja Mwanza huku, kutoka Moshi. Nilikuwa branch manager wa kampuni fulani nikiwa huko Moshi. Nikaletwa huku branch manager wa hiyo kampuni. Nikiwa busy sana. Mpaka baadaye nikaamua kufungua kampuni zangu nikaendelea. Wewe unaweza ukapata picha mtu ambaye ni mfanyabiashara hana muda wa kuimba. Na mimi naona kama nililazimishwa, kwa sababu ilifika mahali ikija hiyo nyimbo nikiambiwa niende nikairekodi. Of course hela ya kurekodi kwa sikosi ninayo, lakini nikijifanya niko busy biashara inakata. Yaani hata ofisini sipati hela. Nikichukua hatua tu kwenda, hata kama nilikuwa sina hela utashangaa mtu anakupigia, nimekuwekea hela kwenye akaunti, ama siku kuna biashara fulani, kuna deal fulani atakupa. Kwa hiyo ni kama vile nilikuwa nachapwa na kiboko na malaika, nenda karekodi. Kwa naenda. Yaani kuna utumishi ambao Mungu akiamua kukupa, utaki usitaki aisee utafanya. Aona hapa kuchomokea. Sawa. Siku ya kwanza unaingia studio na unakutana na vile vifaa, vile vyombo sasa. Ni maana ulikuwa bado hujawahi kukutana navyo. Nilikuwa sijawahi. Ndio. Siku ile ya kwanza unaambiwa bana, simama hapa na tuanze kukurekodi. Changamoto ilikuwa ni ipi katika uandaji wa zile nyimbo ambazo ulikuwa unaziandaa siku ya kwanza unaingia studio? Siku ya kwanza naingia studio nilikuwa tu sijui jinsi ya kwenda na biti. Yaani wanapiga na mimi naimba tu kama kule nilivyoota. Ilikuwa kazi kweli. Lakini mwisho wa siku ikatokea wakipiga kile kitanda vizuri. Najikuta automatically naenda. Paka baadaye wakaanza kuuliza, "Hivi wewe ndio unasema ndio umeanza kuimba leo?" Nikamwambia ndio, walikuwa hawaelewi. Nakumbuka kipindi hicho kuna studio moja iko kule Nyegezi inaitwa Makaya. Makaya studio. Kama anasikiliza atakuwa anacheka sana hicho kipindi. Kwa hiyo lakini kwa sababu ilikuwa ni karama ambayo iko ndani na Mungu anataka nifanye hivyo. Na nakumbuka zile nyimbo za mwanzo zilikuwa zina uvuvio. Nilikuwa nikiimba watu wanalia kanisani. Ukiangalia ile nyimbo ya damu ya Yesu hata kwenye mtandao, tulikuwa na kanisa kipindi hicho, kanisa letu bado ni dogo. Lakini watu wamebubujika. Yaani ilikuwa zina nguvu ya hatari. Kiasi kwamba hata sasa hivi naona ile nguvu. Natamani yani ile nguvu ingekuepo sasa hivi. Ijirudie. Yaani sio kwamba haipo, lakini ile ilikuwa very powerful. Unadhani ni wapi ambapo umekwama na kuona kabisa mbona kama Mungu ameniacha vile? Hajaniacha of course, lakini kuna kitu ambacho mimi najua napenda kuwa mwazi. Mimi ni kweli. Napenda niongee ukweli. Tukishakuwa waimbaji, umeshaanza kufahamika labda. Halafu nafikiri kuna mahali tunajiona mazoea. Unajua Mungu hazoeleki. Ni kama sisi waumini tunavyokuwa tunaanza kuwazoea wachungaji. Ukitaka nguvu ya Mungu iwe natembea na wewe na miujiza na upako wa Mungu utembee na usimzoee mchungaji wako sana. Ukishamzoea tu utaona vitu mkawaida. Utakuwa upokei kwa ile jinsi ambavyo uko unapokea. Lakini mimi nafikiri moja ya vitu vingine vilivyonifanya nguvu labda ikapungua ni mambo mengi na vita. Mimi ni mtu mwenye vita ambayo sio ya kawaida. Ya kiroho. Yaani naweza nikaomba mpaka ngashangaa kuna kucha. Sijalala. Na ni hasara sana wakati unaona, kwa sababu unataka kulala unaona jambo lazima uamke ulipige kama unaona ni shida. Sawa. Kwenye safari yako ya uimbaji, changamoto kubwa ambazo umeweza kukutana nazo na ukaona hapa Mungu amenyosha mkono wake na mpaka sasa ukikaa ukitafakari mpaka machozi huwa yanabubujika? Niliwahi kuanzisha huduma ilikuwa inaitwa International Gospel Healer. Yaani unajua nilipoanza kuimba niligundua nina kitu, yaani nilikuwa nikiimba kuna wakati mapepo yalikuwa yanalipuka wakati naimba. Kuna baadhi ya nyimbo niliimba na iliwahi kutokea hivyo kwenye maeneo mbalimbali. Basi nikasema kama ni hivi mapepo yanalipuka alafu mimi nakuwa naimba, hamna watu wa kuombea watu. Tuanzishe kikundi cha maombi. Kwa hiyo nikachukua nyumba ambayo nilisema sasa
hii itakuwa nyumba ya utulivu kwa ajili ya maombi. Nikaikodisha na nikalipa kodi. Mtumishi sijui nakuita mtumishi au ndugu mtangazaji, nilipata vita ambayo si ya kawaida. Vita ilikuwa sio ya kawaida, ile huduma nilifunga. Siwezi kusema kwa kina ama kuwataja watu waliohusika, lakini kwa kifupi vita ilitoka pande zote. Na sikuelewa shida ni nini kwa wakati huo. Ilinitingisha sana, maana ilifika mahali mpaka nilishindwa kutembea. Miguu yangu ilipigwa. Ulishasikia kupigwa, yani ghafla unashangaa utembee, unataka kuwa kiwete. Kama kuparalyze. Yani kufumba na kufumbua na miguu haitembei, kisa ni ile huduma nilifungua ya maombi. Kwa hiyo kipindi hicho nilikataliwa kila kona, mpaka kwenye makanisa nilikuwa nasali, jamaa, ndugu, marafiki, mpaka na wateja, yani kila mtu aliniona sifai. Ukishasikia kama kuna issue ya kuvalishwa vazi baya, ndio hilo. Na ndio ndipo jua kuomba mwenyewe. Nilijifungia ndani karibia miezi 6, siendi hata kanisani kwa sababu ya kile nilichokutana nacho. Sikuamini kanisa lolote tena, na wala sikumwamini Mungu yani nilijua Mungu yupo, lakini kwa yale niliyoyaona nikasema kama haya yanaweza kutokea hata kanisani, basi hamna Mungu. Yani huku kumbe hamna Mungu. Hebu ngoja nikae hapa ndani kwangu na nitamuona Mungu. Kwa hiyo niliomba mwenyewe mpaka nikapona peke yangu ndani. Ndio nilijua kumbe Mungu yupo. Hivi kumbe Mungu yupo hata mahali popote ukimuita. Na nilipopona ndio nikaanza tena, kwa sababu ni ile neema ya kusikia zaidi tena ilikuja, maana niliingia kwenye maombi ya rehema pia. Na wakati huo kwenye ya maombi niliona mambo mengi sana ambayo nilielekezwa na Mungu. Nilimshukuru Mungu kwa kweli, kwa sababu ile hali ilikuja ikarudi kawaida. Tena watu wakaanza kunielewa, hata na watumishi wa Mungu. Unajua na wale sio malaika. Tunawaheshimu, wanatakiwa tuwaheshimu vizuri, lakini wenyewe sio malaika. Ndio maana wachungaji wetu tunatakiwa pia na sisi tuwaombee. Sawa. Kwa sasa umesema una takriban nyimbo ngapi? Kuna audio naona ni nyingi kuliko video. Audio zipo ngapi ambazo tayari umeshaziweka kwenye kupitia mitandao ya kijamii ambazo nilizitazama pia kwa mtazamaji ambaye bado hajakufahamu vizuri? Audio ziko kama 40 almost. Kama sio 30, maana nafikiri nina video zinazoweza kufika 20 hivi. Changamoto iliyopo ni kwamba na kuna account moja niliwahi kuianzisha huko nyuma na nikasahau password. Nafikiri nilikuwa kwenye hiyo changamoto. Hizo account zimeandikwa International Gospel, na zina nyimbo nzuri za video zenye quality nzuri, lakini niliacha. Baadaye nikaanzisha ambayo niko nayo sasa. Kwa hiyo audio nayo kama 40 hivi. 40. Na YouTube nafikiri ziko kama 20. Zinafika 20 uchanganya na hizo audio za kwenye nani nyingine. Sawa. Na video, upande wa video na zenyewe zinafika kama, yani video zinafika kama zinaweza kufika 20 hivi. Sawa. Audio ndo kwenye 40. Na nafikiri nyimbo za kimbilia 60. Sawa. Licha changamoto ambazo umezipitia na mafanikio ambayo muda si mrefu utatuambia, ningependa kufahamu ule wimbo wa Goliati. Goliati ni wimbo ambao upendo sana na kila mmoja amekuwa akiupenda, na imani mapokezi yake yalikuwa ni makubwa sana, kwa sababu ndio ulikuwa wimbo wako wa kwanza kuweka katika mitandao ya kijamii, achana na zile ambazo umeweza kuzitunga. Mapokezi yake yalikuwaje kwanza katika wimbo huu wa Goliati? Mapokezi yake yalikuwa ni makubwa. Unajua hiyo baada ya kupita hizo changamoto. Unajua changamoto tunazopita inakuwa saa nyingine Mungu anakupeleka darasani. Kwa hiyo bibi nilikuja kugundua pia watumishi wa Mungu saa nyingine tunaweza tukawalaumu, lakini na wenyewe wanapitia changamoto. Unaweza kumuona yeye ndio amekosea, lakini yeye amepita changamoto. Yaani hata sio kwamba anataka yeye akosee. Kwa hiyo ndio maana ile wimbo unasema kwamba unaelezea hali ambazo watumishi wa Mungu wanapitia. Alafu zinampa mtumishi wa Mungu ambaye amepita kwenye mambo mazito asimame tena imara,
aende mbele, Goliati wake amekatwa kichwa. Sio, kumbuka ile nyimbo ilivyo. Yeah. Kwa hiyo iliwapa watu wengi sana faraja. Na kuna mtu alinipigia simu siku moja kwenye huo wimbo, alisikiliza akasema, yani umeniponya. Yule mtu alikuwa ni mchungaji kabisa. Akaniambia, ni mimi nilikuwa nimechoka, nikutaka kuacha uchungaji, lakini nimesikiliza wimbo, nimerudi kwenye kazi ya Mungu. Unaona Kwa hiyo ninachotaka tu kusema, mimi pia ninawatia watumishi wa Mungu, yani kwa kweli ninawatia moyo. Kupitia hiyo nyimbo ninawatia moyo, lakini na hapa nilivyokaa tu niwatie moyo, kwa sababu wale watu wanawabeba kundi la watu wengi na vita yao ni kubwa sana. Ndio maana waumini tunatakiwa tuwaombee watumishi wa Mungu. Sawa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ule wimbo niliotazama umeimba kwa njia ya audio na umeenda studio umerekodi. Yeah. Mimi natamani kusikia akapela kwa sababu nimekuwa nikikufuatilia kwa karibu sana. Sasa leo kwa sababu tumekutana, shauku yangu kubwa na kwa yule mtazamaji tusikilize akapela ya wimbo huu wa Goliati, kwa sababu ndio wimbo ambao uliweza kukufanya kila mmoja kuonekana kupitia mitandao ya kijamii. Kuna huo pia, lakini kuna wimbo mwingine unaitwa Nitakusifu. Nitakusifu. Na huo ninafikiri na wenyewe, yani huo nilipata simu nyingi sana. Na niliwimba wakati nimetoka kwenye changamoto kubwa sana. Yaani watu walikuwa wananiambia hivi, unaimba kitu gani? Si uache. Na sio tu watu, mpaka watu wangu wa karibu. Lakini nikasema mimi nitaimba tu. Hata waseme nitaimba tu. Kwa sababu najua ninayemtumikia. Utochoka. Sitochoka. Wewe wimbo unaimba labda kama akapela yake pia naweza kuisema ile. Yeah. Nitakuimbia Mungu wangu, nitakusifu Mungu wangu, bila kujali wakati gani ambao ninapitia. Nitakuimbia Mungu wangu, nitakusifu Mungu wangu, bila kujali wakati gani ambao ninapitia. Nitakuimbia Mungu wangu, nitakusifu Mungu wangu, bila kujali wakati gani ambao ninapitia. Hata waseme nitaimba tu, hata wacheke nitaimba tu, asubuhi nitaimba, mchana nitaimba, na jioni nitaimba tu, na usiku nitasifu tu, kwa sababu namjua ninayemtumikia. Niacheni niimbe tu, niacheni nisifu tu, kwa sababu namjua ninayemtumikia. Na imani inatosha. Tuelekee sasa kwenye ule wimbo mwingine wa Goliati. Walisema eti kuokoka nini? Mbona shida ziishi? Unaonekana unapenda sana wimbo. Madeni yake yamekuwa mengi, biashara yake imekwisha kwenda. Nikumbuka sana. Sawa. Unaimba vizuri. Unaimba vizuri. Kwa hiyo hata mchungaji pia na imani kuna kitu aliona kwako. Unaimba vizuri. Mimi natamani kufahamu ambaye ni chaguo lako pendwa kwa waimbaji ambao wako hapa nchini Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania, ni mfano kwako na pia huwa anakutia moyo sana. Na hata pia katika uandishi wa nyimbo zako unamfuatilia sana kuliko waimbaji wengine, japo na yeye pia unamfuatilia kwa karibu. Mimi nawapenda waimbaji wengi, lakini kama umeshagundua mimi namna yangu ninavyoimba, mimi sifananishi na mwimbaji yoyote. Naimba mwenyewe kuendana na nguvu na Roho Mtakatifu anavyonielekeza. Kuna ile mtu anasema eti role model. Mimi sina role model. Nina role model ya Roho Mtakatifu. Lakini nawapenda waimbaji wenzangu, na tena kuna wakati nasikiliza nyimbo zao sana. Kuna mwimbaji anaitwa Boazi. Boazi mimi nampenda, Boazi Duncan.
nampenda Lwazi anavyoimba kwa sababu tu ananispa kitu kimoja kikubwa sana. Anaimba katika roho. Na inaonekana kama vile ni mtu yani ni mtu fulani muombaji. Kuna wakati anaimba sauti imeshaenda off, lakini inaenda una upako wa kimungu. Kwa hiyo akiimba ile anahudumia watu. Na pia unatamani siku moja kushirikiana naye katika baadhi ya nyimbo zako? Ya, kushirikiana na mtu kama unapenda. Kwa sababu nyimbo zako nyingi ambazo nimeziona nyingi unaimba peke yako. Yeah. Nyingi unaimba peke yako, na kwa sasa kuna waimbaji wengi na kila mmoja huwa ana mwimbaji wake ambaye anatamani aimbe naye. Mwaka 2025 tutegemee nini kipya kutoka kwako, kwa sababu nyimbo nyingi tumezitazama ukiwa unaimba peke yako? Kwa mfano kuna hiyo International Gospel Hill ambayo ni huduma ya maombi na uimbaji. Ndio. Ambayo tegemea kuifungua very soon. Watu wategemee hiyo. Utakuwa watu wanaimba, alafu nguvu ya Mungu inashuka, watu wanahudumiwa kwa staili hiyo. Kwa hiyo watu wategemee kitu kama hicho. Ile International Gospel ile ambayo nilikutana nayo na Vita huko nyuma, ninakuja kusimama tena. Unairudia kwa speed. Kwa speed, yani hatari. Na safari ya kule kurudi nyuma. Kwa sababu naamini yale Mungu alikuwa ananifundisha nimeshayaelewa. Kwa hiyo mwanafunzi sasa amekaa vizuri. Sasa hivi yuko vizuri. Yuko vizuri. Kuliko awali ilivyokuwa. Kuliko awali. Sawa. Kuna siku ambapo pia ulikaa ukafikiri na ukaona kabisa kwa majaribu ambayo umepita na mafanikio ambayo uko nayo kwa sasa ulionayo, ukaona kupitia vipaji ambavyo Mungu amekupatia, hapa Mungu kweli amenitendea kitu cha pekee, na ukaweza kumshukuru hata pia kwa maombi na kwa kitu chochote kile kinachompendeza? Nilikutana na vita ambayo watoto wangu waliugua, yani nilikuwa almost kuwapoteza. Yani pale ambapo madaktari, kuna mtoto wangu mmoja wa mwisho aliugua kiasi kwamba madaktari walifika mahali wakamfunika na shuka. Wamechoka, yani alikuwa ni mnene. Kwa hiyo alipata shida kiasi kwamba anatafuta mishipa ipatikani, alafu ameshazidiwa. Wakaona sasa mnaye wanachoweza kufanya afunike tu afe, kwa sababu alikuwa tena kupumua. Nilitoka nje, maana nilikuwa kwenye kile chumba cha nani zile wanaitaga ICU. Nilimuita Mungu, nikamwambia usiniache. Nikaibika, na mimi ni mtumishi wako. Mbona ninaombea watu wengine wanapona? Kwa nini huyu wa kwangu asipone? Niliomba. Nilivyorudi ndani nikakuta wamepata mshipa. Na mtoto akaanza kupumua tena, na mpaka leo mtoto wangu yuko salama. Amen. Kwa hiyo ni muujiza wa ajabu ambao mimi miujiza niko mingi sana, lakini hiyo ni moja ya miujiza ambayo ni ya ajabu. Lakini muujiza mwingine naweza nikaongea hapa watu wasiniamini. Niliwekwa na msichana wa kazi. Huyo msichana wa kazi popote alipo, kama ananisikia atasema ukweli akihojiwa. Alikufa kabisa nyumbani kwangu. Nikiwa kazini kwangu Rockstar Mall, ndo nafanya biashara zangu pale. Napigiwa simu na mume wangu huwa hajaokoka. Kwa hiyo wakaniambia, "Msichana wako ameshalipuka mapepo huku. Njoo muombe ama njoo bebe peleka hospitali." Kwa hiyo na bado hajaamini. Kwa hiyo hata nilipomwambia mpeleke huko nani kwa waombe ya kuweza. Kwa hiyo yeye akaondoka zake. Akamwacha tu, maana yeye alikuwa anaamini mambo ya mapepo tu. Kwa hiyo yeye hawezi kufanya kitu mpaka watumishi wa Mungu. Si unajua mtu akiwa mchanga kiroho. Yaani simsemi kwa ubaya, ni mume wangu nampenda. Lakini nasema ile kitu kwa nani? Kwa ile nataka kuelezea kile kilichotokea. Ninafika ndani namkuta yule msichana amekufa. Nikifanya hivi ni wa baridi. Ndio sikio nilijua kumbe Mungu yupo.
Hivi unajua watu wanasema kuna watu wanakufaga na kufufuka. Mimi nilikuwa sijawahi kusikia hicho kitu kwa mimi. Niliona kwa macho yangu haya. Nilimwambia Mungu, kwa nini umeruhusu hili litokee kwangu? Mimi nitasema nini na mtoto wa na mtoto wa watu? Nikasikia sauti inaniambia ita nafsi mara 7. Niliomba kwa sauti kubwa. Majirani wakajua huyu ni mlokole, ameshaanza kelele zake. Hawajui ninachokiomba. Niita nafsi mara 7. Yule dada alikuwa anaitwa Sabina. Kama alishaondoka kwangu, kama yuko hai huko alikuwa anasikia. Nilimsikia akipiga chafya. Back to life. Na baada ya hapo ile mapipo yalikuwa yamemchukua, akasema tulikuwa tumeshamuua kabisa. Tulimchukua, tulikuwa Zanzibar kwenye vitu vya ulimwengu wa roho. Na nikisema siku hata watu ambao wanaelewa hiki kitu watakuwa wananielewa. Yaani huo ni muujiza ambao sijawahi kuamini. Ndio ulionifanya nikawa na imani ya kuhamisha mlima. Usinione hapa ndivyo. Nina imani kubwa sana kwa sababu ya yale mambo ambayo Mungu amefanya mbele ya macho yangu. Sawa. Kwa hiyo yule msichana mpaka leo nafikiri kwa hai. Aliamka, akaishi tena. Akaishi tena. Hata mkimtafuta mkasema mmoja atasema ukweli. Kwa hiyo niliona Mungu akimfufua mtu mbele ya macho yangu. Ndio maana nasemaga nitamtumikia tu. Mimi Mungu hata watu hata waseme nini, waache waseme. Mimi namjua Mungu nayemtumikia. Sawa. Kwenye uimbaji kwa sasa una takriban miaka mingapi? Nilianza uimbaji 2019. 19 hadi mwaka 2025. Tayari nina muda. Una muda kidogo. Una muda kidogo. Nini ambacho umejifunza kutoka kwa waimbaji wenzako pia? Ya, nimejifunza katika miaka yote hiyo ambayo uliamua kumtumikia Bwana. Nimejifunza mambo mengi tu kutoka kwa waimbaji wenzangu. Huenda na mimi nilikuwa sijui kuimba vizuri, maana mimi nimeimba kupitia karama. Si unajua? Karama ni tofauti na mtu anayeimba kwa ufundi. Kwa hiyo kuna namna ambavyo naona waimbaji wenzangu wanavyoimba, wanaimba vizuri. Ninawapenda na mimi nikajikuta nimekuwa vizuri. Hivyo. Na nimejifunza yako mambo mazuri kwa waimbaji. Na yako mambo mengine ambayo unaangalia kile kinachofaa kuigwa, si unajua Lakini mimi ningewashauri waimbaji wenzangu, kama wako wananisikiliza, mimi nawapenda na wanajua. Wawe makini sana na kwenye madhabahu wanazozikanyaga. Sawa. Kwa sababu dunia imebadilika na sio madhabahu zote unazoziona ni madhabahu zinamuita Yesu, zinataja jina la Yesu kwamba Yesu yuko pale, hapana. Nyingine wanazofanya ni kazi ya kuchukua karama za watu. Na ndio maana unakuta mwimbaji ni mzuri sana, lakini anakuja anabadilika anakuwa kitu cha ajabu. Kwa sababu hata kwenye maandiko yameandika kwamba sio watu watakaoitaja jina la Bwana watakuwa wanamtaja Bwana Yesu, watakuwa upande wa Mungu kweli, ndio. Kwa hiyo ndivyo ilivyo kwenye madhabahu za sasa hivi. Kuna zinazomwabudu Mungu kweli, yaani watumishi wa Mungu wa ukweli wapo. Makanisa ya Mungu ya ukweli yapo. Lakini waumini wamuombe Mungu macho ya rohoni. Kwa sababu hata ya ukweli ambayo yapo, siku huyo mtumishi amebadilika akaenda kuchukua nguvu nyingine akaweka pale, una macho ya rohoni utaka ujue. Kwa hiyo watu wajifunze kumwangalia Mungu, anasimama kwenye madhabahu, muangalie Mungu aliye juu. Sio anasimama kwenye madhabahu na muangalie mchungaji. Maana yule mwanadamu. Tena wamuombee kabisa, maana hizi ni nyakati za mwisho. Huku tunakoenda hali ni tofauti sana. Ndio kuna nyimbo fulani nimeitoa ambayo Mungu alinipa. Na itakapotoka hewani, najua itaweza ikawa na maswali mengi, itaibua maswali mengi kwa watu. Lakini ile nyimbo sijaitoa kwa ajili ya kuwasema watumishi wa Mungu au makanisa, hapana. Nimeitoa tu, kuna makanisa ambao ni mazuri na kuna watumishi wa Mungu ambao ni wazuri. Ndiyo. Lakini wapo wanaopotosha watu kweli. Yaani kuna watu wanateseka kwa sababu kuna watu ambao kweli hawako vizuri.
wamevaa kifuniko, wameweka vitu kwenye madhabahu, wameweka kifuniko cha Yesu. Kwa hiyo watu wawe makini, waimbaji wawe makini. Unapoalikwa mahali eti umeambiwa tu hela, sio unaenda tu. Umeambiwa kwa sababu kuna hela unaenda tu. Umuulize Mungu. Wajifunze kumuuliza Mungu, hapa ninapoenda ni sahihi, ili wabaki salama. Sawa. Lakini pia kingine ambacho nataka nifahamu kutoka kwako, ni mfanyabiashara na pia ni mwimbaji. Katikati hapa, muda unawezaje kuupata kutengeneza nyimbo kwenda studio na kuzitoa, na pia bado biashara yako ikiendelea? Ndo kama ninavyokuambia kwamba mimi sina muda wa kuandika Kwa hiyo mimi hiyo hainichukui muda. Sina kuja tu papa naenda. Yaani mimi na uwezo nikiwa natembea, niko labda na drive naenda kazini, nyimbo ikaja nilikuwa na drive, na nikatoka hapo ngaenda studio nikairekodi nikamaliza. Kwa hiyo itanipotezea muda. Kinachonisaidia pia nina team leader, yani nina management kwenye kazi zangu. Kwa hiyo ninapokuwa niko nje ya ofisi kuna vijana wanafanya kazi. Na nyumbani kadhalika hivyo hivyo. Ninapokuwa sehemu kama hii kuna watu wanaonisaidia. Kwa hiyo hii kitu ni ratiba na management ndio inakufanya wewe uweze kukaa salama na mambo yako yote yakaenda salama. Sawa. Miaka yote hiyo na mpaka sasa, mafanikio yako sasa? Mafanikio, ninamshukuru Mungu kwa sababu huko nilikotoka nimefanikiwa kurekodi nyimbo nyingi. Nimefanikiwa kufahamika kwa kiasi kikubwa, na mimi kwa sababu na viewers wanaofika 6K. Ndio. Kama umeona kwenye mtandao. Kuna karama nyingine ambazo nimeanza kutumika kwenye kuhubiri na kufundisha neno la Mungu. Hayo ni mafanikio, sinajua. Kwa hiyo ninaona kwa kiasi kikubwa nimeenda kufahamika. Moja ya mafanikio, lakini na kazi ya Mungu ambayo nimekuwa nikiifanya kwa njia ya uimbaji imeenda kwa ukubwa kwa hudumia watu. Sawa. Kwa sasa unajulikana na waumini mbalimbali, wakiwemo waimbaji na wachungaji. Ndio. Mchango wao kwao kukushauri kuhakikisha unafika mahali ambapo unahitaji kufika, mchango wao kwa asilimia kubwa umekuwa wa kiasi gani mpaka sasa tunaona matunda ulionayo, na jina lako limekuwa jina tajwa kupitia mitandao ya kijamii na hata pia katika makanisa mbalimbali? Wachungaji wengi wamekuwa wakinitia moyo, kwa kweli siwezi kusema vibaya juu ya watumishi wa Mungu. Wamekuwa wakinitia moyo, na wengi nimefika kwenye makanisa yao nikifanya huduma mbalimbali. Unajua mtumishi wa Mungu hata kama asipokupa hela akakuelekeza fanya hivi, unatoa nyimbo, embu hii itolee sadaka, akakuelekeza fanya hivi fanya hivi fanya hivi, amekusaidia, si ndio? Kwa mimi ninawashukuru wachungaji hasa wa kanda ya Ziwa. Nimekuwa na makanisa mbalimbali nikiwa nimetembea, hata kipindi hiki nimekuwa na mchungaji Bonge ambaye yuko EGT hapo Nyambiti, na nimehudumu pale kama mzee wa kanisa, na nimekuwa kilipa vipindi vya kuhubiri. Kwa kweli ameithamini huduma yangu, siwezi kuwasema vibaya. Yeye na mama mchungaji wamekuwa ni watu wazuri sana, pamoja na kanisa lote kwa ujumla. Kuna mchungaji mwingine Alex ambaye nilikuwa anzia huduma, yani kama sio yule baba. Unajua anasema ukisahau ulikotoka hautaweza kukumbuka unakoenda. Kabisa. Kwa hiyo mimi siwezi kuwasema wale watumishi wa Mungu ambao nimetoka kwao vibaya, pana. Wamenisaidia. Vile ndivyo Mungu alivyotaka nipite, ili nijifunze yale yaliyokuwa kwenye makanisa yao, nitembee mpaka hapa nilipofika. Sawa. Kuna nyimbo za kusifu umezitoa, ni siku moja imepita na nilitazama na viewers unazidi kupanda. Kila uchwao naona watu wanazidi kutazama. Nilitazama ulikuwa na watu kama 200 na hivi, lakini sasa una takriban views 500 kama kwenye 61 au 91 bila kukosea. Kikweli ninakupa pongezi na Mungu endelee kukuinua zaidi. Amina. Kwa nyimbo ambazo umezitoa, na naona ni kama album ya audio umeitoa. Mapokezi yamekuwaje kwa wana Mwanza na pia kwa mashabiki zako ambao wanakufuatilia? Mapokezi yamekuwa ni makubwa sana, maana kuna watu wamenipigia simu, wamesema wanazitumia zile nyimbo kwenye maombi. Wanasema wanapokuwa wanazisikiliza huko wanaomba, wanajikuta wanapata nguvu ya kuendelea kuomba. Kama mtu alikuwa aombe nusu saa, anajikuta anaomba lisaa,
anajikuta muda unaongezeka. Wengine wanakuambia anabubujika, analia. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu kwa sababu kwa namna hiyo kuna namna zinahudumia watu. Kwa mfano kama ule wimbo wa Huniachi, unakuta mtu kabisa yani amefika mahali amekata tamaa. Lakini ule wimbo unasema mwanadamu anaweza kukuacha, lakini Mungu hawezi kukuacha. Kwa hiyo kuna mtu mmoja alinipigia simu akasema ni wimbo umenipa faraja sana. Kumbe Mungu hawezi kuniacha. Kwa hiyo naona kuna namna ambavyo zinahudumia watu. Na mimi hapa furaha yangu ya hizi huduma na hizi nyimbo nazotoa ni pale ambapo mtu ile nyimbo neno linaingia ndani ya moyo wake, linamsaidia kitu. Hicho ndio kikubwa kwangu. Kwa nini umekuwa ukitoa audio nyingi sana kuliko video? Kuna changamoto hapo katikati ama ni muda ndio unakufanya unakuwa busy sana? Ni muda, kwa sababu mimi mtu mwenyewe nina studio na cameraman hapo. Lakini imagine muda wa kuanza kushuti ndo sina. Nimebanana na mambo mengi. Sasa kama natakuwa kanisani, natakuwa kufanya hivi. Kwa hiyo kuna wakati nakosa muda. Lakini audio ni rahisi, unajua mara moja nikitoa vijana wangu wanaweka kwenye cover, imetoka. Ila sasa hizo mimi kuna nyimbo ambazo nimetoa zina mafundisho makubwa sana kwa jamii. Nina watu yani wadau, sijui niseme ni wadau ama wasikilizaji, wategemee kupata nyimbo zinazokuja na maigizo fulani ambayo yatakuwa ni fundisho kubwa sana kwa jamii. Sawa. Na mtazamaji, kwa yule ambaye unaendelea kutufuatilia kupitia Star TV, tuko mubashara ama unaweza kusema moja kwa moja unatupata hapo kupitia runinga yako, lakini pia tuko na moja kati ya waimbaji ambao wanafanya vizuri sana kupitia mitandao ya kijamii na kwa namna jinsi ya utunzi wake wa nyimbo ambao wamekuja nao wa kitofauti. Tukielekea ukingoni ama kufikia nanga katika kipindi hiki, tukiruhusu kipindi kingine, lakini pia kingine cha pekee kabisa ambacho nahitaji kutoka kwako. Mashabiki wengi wamekuwa wakikufuatilia na waumini mbalimbali na hata pia ambao sio waumini, umesema kwamba wameongolewa wengine kupitia jumbe zile ambazo unakuwa unazitoa kwa njia ya uimbaji. Ni uinjilisti pia. Ndiyo. Na tuseme sote amena. Amina. Lakini pia kwa yule mtazamaji sasa ambaye anakutazama, ambaye ana simu janja, anaweza kazipataje nyimbo zako? Nyimbo zangu zinapatikana YouTube kwa akaunti ya Happy Mbuya OG. Happy Mbuya OG. Lakini niko Instagram jina Happy Mbuya. Kuna Facebook Happy Mbuya. Kuna TikTok Happy Mbuya. Lakini pia mitandao mingine hiyo ya kijamii kama Spotify, hizo platforms zote, Boomplay, hizo nyimbo zote zinapatikana. Kuna baadhi chache tu ambazo ni mpya sijaweka, lakini kwa asilimia kubwa watu wanaweza kuzipata. Sawa. Kwa yule mtazamaji sasa ambaye ana simu janja na anatamani na ana shauku kubwa kupata nyimbo zako, anaweza kuzipataje? Kuna baadhi ya sehemu ambazo wanabani CD kama maeneo huko Nyasaka na vitu ambavyo wamezichukua. Kwa mfano jana nilikuwa ni Nyasaka, ndo sehemu nayoishi, Nyasaka Center pale. Nilipita na karedio fulani hivi, nilikuwa ni watu kama mtumishi, hebu tuwekee. Nilipowekea pale, yani kuna watu waliomba kabisa yani zile nyimbo. Yani wakatamani eti niweke speaker pale katikati sokoni. Eti wanapokuwa wanafanya biashara zao wasikilize. Lakini nafikiri njia nzuri pia wanaweza kuzipata kwenye zile sehemu wanazo bani. Mimi sioni shida mtu akichukua nyimbo akabani akasikiliza, maana mimi ninaimba ili watu wapone kiroho. Sio tunaangalia hela. Ila sinatafuta jamani. Ila natafuta hata huko biashara zangu nyingine. Mimi ninafanya hii kitu kama huduma, sio ili nipate fedha. Sawa. Licha kusema kwamba unafanya hii kazi kama huduma na ni kama pia utume kwa watu ili waweze kumpokea Yesu Kristo. Nini ambacho unakihitaji kutoka kwa mashabiki ambao wanakufuatilia kwa ukaribu sana? Yaani mimi napenda wanapofuatilia kwenye mitandao, ni vizuri wakicomment. Wakicomment wananipa mimi kuelewa watu wangu wanataka nini. Na mimi nitaomba kwa ajili yao, Mungu
anifunulie nini kwao kitakachohitajika, ili niwaweze kuwatungia nyimbo nyingine nzuri zaidi itakayogusa maisha yao. Kwa hiyo komenti zao, like ni muhimu sana. Na unategemea hata pia siku moja tukuone unafanya matamasha makubwa? Ya, kwa mfano international gospel ile ambayo naenda kuifungua hivi karibuni, jamani watu wa Mwanza, ninategemea mnisapoti sana. Mkiona vyombo vya habari vinatangaza jamani international gospel ila wanakutana sehemu fulani, mkialikwa msiache kuja, maana Mungu atahudumia kwa kiasi kikubwa sana. Sawa kabisa. Na imani tumebarikiwa sote, na hata pia kwa yule mtazamaji ambaye ulikuwa ukitazama kipindi hiki cha Amka Tumsifu Mungu, ambapo ni asubuhi njema na yenye mibaraka tele, ambapo nilikuwa na mwimbaji na amezungumza mengi kiukweli na kwa namna magumu ambayo ameweza kuyapitia, na unaambiwa ukiona meli inaelea ujue vimeundwa. Imeundwa. Kwa lazima ukimwona hata pia Happy Mbuya anapoimba vizuri ujue kuna mahali Mungu anamtengeneza. Wito wako ni upi kwa waimbaji wote na kwa wale pia ambao wanatamani kuwa waimbaji kama wewe? Japo wewe si mwandishi unaimba rap style na mambo yanaenda vizuri. Mambo ya kiutumishi yanahitaji maombi. Mimi nawaambia mara jambo la kwanza maombi, la pili maombi, 3 maombi, 4 maombi, na 5 maombi, 6 maombi, 7 maombi. Hiyo tu ndio inaweza kufanya ukaenda kwenye kiwango unachotaka. Sawa kabisa. Na shukrani sana kwa yule mtazamaji ambaye ulikuwa nasi, na pia nikupe kongole. Asante sana. Kongole, siku tukikuhitaji tena na imani utakaribia. Asante sana. Utakaribia na Mungu ataendelea kutukuzwa kwa namna kazi yake unavyozidi kuifanya. Naam, kwa yule mtazamaji ambaye ulikuwa nasi kuanzia mwanzo hadi kufikia sasa katika kipindi hiki, ambapo pia tulikuwa na wasifu wa Happy Mbuya ambaye ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, anayefanya vizuri sana kupitia mitandao ya kijamii kama awali nilivyokuwa nimekuambia. Ukiwa na simu yako janja pale, kama umekaa nyumbani ama popote ulipo natufuatilia, unaweza kuingia YouTube kwa kuandika jina hilo, na pia utaweza kumtazama kwa nyimbo zake zote ambazo ameweza kuziimba. Kitu cha pekee kabisa ambacho nimekiona kutoka kwake, kuna wimbo ambao ameutoa ni nyimbo za kusifu, na zitaweza kukubariki zaidi kwa mtazamaji pia ambaye unamtukuza Mungu katika maisha yako, ili uweze kuimarika kiimani na kiroho zaidi. Ulikuwa nami mtangazaji wako Andrea Amos Masanja. Mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo wa vipindi vingine, ambapo pia tutakuwa na kipindi kingine hususan tukiangazia mada mbalimbali ambazo tumeziandaa siku ya leo. Tunaenda mapumziko kidogo, baada ya muda mchache tutarejea tena. Mungu akubariki sana, endelea kuwa nasi.